Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Agosti 26, siku ambayo kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM imekutana kwa mchakato wa kumtafuta makamu wa rais mpya nchini Tanzania. Si uamuzi mzuri, unaweza ukawa uamuzi mzuri kwa wale ambao wamekuwa na maslahi na kujiuzuru kwake, lakini si uamuzi mzuri kwa maana ya uhai au ustawi wa taifa la kwetu, kwa sababu Dr. Mchimbi hakujiuzuru kwa ugonjwa, hakujiuzuru kwa kashfa, amejiuzuru kwa maelezo yake mwenyewe. Ni baada ya kuona mkuu wake anataka kufanya mabadiliko, kupata makamu wa rais mwingine ambaye anaweza kufanya naye kazi vizuri kuliko yeye. Na huko Zambia, kiongozi wa upinzani hawezi kupinga matokeo ya uchaguzi baada ya mahakama kufunga kazi. Kwa mengi zaidi kanasi, kwanza taarifa ya habari na Angela Ngendo. Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kampala, Uganda. Mkuu wa jeshi nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mwanawe Rais Yoweri Museveni, ametangaza kuwania urais wa nchi hiyo mwaka 2031. Kainerugaba anaonekana kuwa mrithi wa babake na ana sifa za kutoa cheche kali kwenye mitandao, wakati mmoja akitishia kumkata kichwa kiongozi wa upinzani Bobi Wine. Jenerali huyo alilaumiwa kwa kuwakandamiza upinzani wa babake kwenye uchaguzi mkuu wa Januari mwaka huu. Katika ujumbe alioandika kwa ukurasa wa X, Kainerugaba alisema, "Nitawania wadhifa wa juu zaidi wa nchi hii mwaka 2031 na kwa majaliwa ya Mola tutashinda." Monrovia, Liberia. Aliyekuwa makamu wa rais nchini Liberia ataendelea kusalia korokoroni akisubiri kuanza kesi dhidi yake kwa tuhuma za kulangua mihadarati na makosa mengine. Mahakama kuu mjini Monrovia ilipinga ombi lake la kuachiwa kwa dhamana ili aendelee na matibabu. Mawakili wa B. Jewel Howard Taylor waliomba mahakama imkubalia asalie hospitalini ambapo amekuwa akipokea matibabu baada ya kuugua pumu na msukumo wa damu wakati akiwa korokoroni. Makamu huyo wa rais wa zamani ambaye pia ni mke wa rais wa zamani wa Liberia Charles Taylor ameshtakiwa kwa makosa ya ulanguzi wa mihadarati, kuvukisha fedha kiharamu na makosa mengine ya jinai. Kigali, Rwanda. Aliyekuwa mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais nchini Rwanda, Tom Byabagamba, ambaye pia aliwahi kuwa mlinzi binafsi wa Rais Paul Kagame, amefariki dunia akiwa jela. Alikamatwa mwaka 2014 pamoja na shemeji yake Frank Rusagara kwa tuhuma za kueneza taarifa za kupotosha pamoja na kuharibu sifa ya nchi na serikali ya Rwanda. Makundi ya kibinadamu yalitaja kesi dhidi ya wanajeshi hao wawili kama kampeni ya mamlaka za Kigali kukandamiza wanaodhaniwa kuwa wapinzani. Wakati wa kesi dhidi yake, Kanali Byabagamba alipinga tuhuma dhidi yake na kusema zilibuniwa bila kuthibitishwa.
Mwanafamilia wake ameambia vyombo vya habari familia haikufahamisha sababu za kifo cha kanali huyo aliyekuwa anatumikia kifungo cha miaka 15 jela. Shemejie Brigadia Rusagara alihukumiwa miaka 20 na alifariki dunia mwaka uliopita. Vita ya Sudan. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump barani Afrika ametaka kuwekewa vikwazo vya silaha kwa pande zote husika na vita nchini Sudan. Masad Boulos ameambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kupitisha azimio la marufuku hiyo, akionya vita ya Sudan inatishia kusambaa katika maeneo mengine barani Afrika. Ameongeza haja ya kuwekea vikwazo dola za nje zinazotoa silaha kwa jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF. Vita nchini Sudan vinaingia mwaka wa 4 na maelfu ya raia wameuawa huku wengine milioni 14 wakiwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi hiyo. Asante sana Angela Ngendo. Na sasa tuanzie Tanzania ambapo mchakato wa kumtafuta makamu wa rais mpya umeanza baada ya Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu na maombi yake kuridhiwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Nchimbi anatarajiwa kuondoka rasmi serikalini Septemba 4 mwaka huu, ambapo pia ametangaza kustaafu katika utumishi wa umma. Kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi imekutana hii leo, ambapo wadadisi wa mambo wanasema ni mchakato wa kumtafuta makamu wa rais ambaye atachukua nafasi ya Dr. Nchimbi. Aidha, kuna taarifa za mpasuko ndani ya chama tawala CCM dhidi ya masuala ya uongozi na mageuzi ya sheria. Balozi Nchimbi amejitokea hadharani na kuunga mkono mageuzi ya katiba na kushinikiza mazungumzo ya kitaifa pande zote za kisiasa Tanzania. Misimamo hii imetajwa kuwa tofauti na kauli za Rais Samia ambaye anaonekana kuwa laani wanaopinga utawala wake. Kujadili zaidi kuhusu hatima ya Chama cha Mapinduzi CCM na hali ya kisiasa Tanzania, mwenzangu George Njogopa amezungumza na mchambuzi na mwandishi mwandamizi Saidi Kubenea. Mimi kwa maoni yangu naona giza ni nene, kwa sababu Dr. Nchimbi amekuwa makamu wa rais kwa chini ya miezi 10 tokea aapishwe, na baada ya kumalizika uchaguzi ambao ulitawaliwa na ghasia, mauaji, majeruhi, na kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hili umefanya uchaguzi ambao umepingwa ndani na kimataifa na umetoa sura mbaya kwa jumuiya ya kimataifa na ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kwa maoni yangu si uamuzi mzuri. Unaweza ukawa uamuzi mzuri kwa wale ambao wamekuwa na maslahi na kujiuzuru kwake, lakini si uamuzi mzuri kwa maana ya uhai au ustawi wa taifa la kwetu, kwa sababu Dr. Nchimbi hakujiuzuru kwa ugonjwa, hakujiuzuru kwa kashfa, amejiuzuru kwa maelezo yake mwenyewe. Ni baada ya kuona mkuu wake anataka kufanya mabadiliko, kupata makamu wa rais mwingine ambaye anaweza kufanya naye kazi vizuri kuliko yeye. Katika mazingira hayo kwenye siasa kunahitaji uvumilivu, watu wavumiliane. Hamwezi watu wote mkawaza pamoja na mkafikiri pamoja. Kwa hiyo kwa upande mmoja naiona, kwa maoni yangu naona sio uamuzi ambao unaweza kuwa na afya kubwa kwa chama ambacho kiko madarakani. Wadadisi wa mambo wanasema kwamba kujiuzuru kwa viongozi waandamizi wa ngazi ya juu haujaanza kwa Nchimbi. Wanataja watu wengi katika siku za nyuma wamejiuzuru, na chama hiki bado ni chama imara na chama wanasema kinaendelea kung'ara. Huko nyuma zilikuwepo sababu. Kwa mfano, Edward Ngoyai Lowassa aliyekuwa waziri mkuu alijiuzuru kwa kilichoitwa kashfa ya mkataba tata wa kuzalisha umeme wa Richmond. Mzee Ali Hassan Mwinyi alijiuzuru kutokana na kuwajibika kwa yale mambo ambayo yaliwahi kutokea huko nyuma, tena akiwa waziri wa mambo ya ndani. Sasa kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hili makamu wa rais ndo amejiuzuru, na makamu wa rais ambaye alikuwepo kwenye ballot paper, alienda kupigiwa kura na rais katika uchaguzi mmoja, na uchaguzi ambao unatiliwa shaka na majumuiya ya kimataifa, pia hata ndani ya nchi yetu wapo ambao wanasema hawautambui huo uchaguzi mpaka sasa. Sasa ukisema ni jambo la kawaida, nadhani jambo la kawaida lipi? Lakini ukisema Chama cha Mapinduzi pia kwamba kinaendelea kuungwa mkono, ukiangalia trendi ya tokea tuingie kwenye mfumo wa vyama vingi, tokea uchaguzi wa mwaka 95 CCM imekuwa ikiporomoka mpaka mwaka 2015 ilifikia karibu 40% ya kuporomoka kwake.
2020 hakukuwa na uchaguzi. Hata wao wenyewe wanasema, ripoti mbalimbali zinasema hakuwepo uchaguzi. 2025 kila mtu anafahamu kilichotokea. Kwa hiyo huwezi kusema kigezo kwamba kiko madarakani, kwamba kinaongoza, kwamba bado hicho chama kinakubalika na wananchi na kwamba bado ni chama imara kwa sababu tu kwamba bado kiko madarakani. Huwa siamini hicho kitu. Hata wao wenyewe watu wanaofikiri vizuri hawaamini hicho kitu. Kwa mara ya kwanza Tanzania imetokea mauaji zaidi ya watu 500+ na kwenye uchaguzi ambao chama hicho ndicho kimeusimamia, ndicho kimeshiriki huo uchaguzi. Halafu unawezaje ukasema kwamba bado kiko vile vile kama kilivyokuwa wakati wa Nyerere na pengine hata wakati wa Mwinyi? Ni George Njogopa akizungumza na Saidi Kubenea kuhusu hatma ya Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania. Tuelekee sasa nchini Zambia ambapo serikali iko mbioni kwa matayarisho ya kuapishwa kwa Rais Hakainde Hichilema kuongoza muhula wa pili baada ya kushinda uchaguzi mkuu wiki jana. Wakati huo huo, upinzani umelalamikia serikali kwa kutumia mahakama kumzuia kigogo wake Brian Mundubile kupinga matokeo ya urais. Mahakama nchini Zambia zimefunga shughuli zake na maafisa wa polisi wamekuwa wakishika doria kuwazuia raia ama wanasiasa kuingia maeneo hayo. Siku ya mwisho kuwasilisha kesi kupinga matokeo imekuwa Jumatatu ya wiki hii, na huenda Bwana Mundubile hatafanikiwa kupinga ushindi wa Rais Hakainde Hichilema. Clara Namfukwe ni mwandishi wa habari aliyeko mjini Lusaka. Asante sana Clara kwa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Rais anaapishwa lini, wapi? Siku ya Jumanne, September 1st. Wameamua serikali ya Zambia kuwa siku yenyewe inaugurate rais wa Zambia, President Hakainde Hichilema. Wameamua kuchagua hiyo siku sababu wenyewe serikalini inasema kwamba ile muda yenyewe opposition ilipewa kupetition ilikuwa imeshapita, imeexpire. Walipewa muda, alafu hiyo muda yenyewe itakuwa kupetition imepita bila wenyewe kutoa. Ndio maana wameamua kuchagua 1st September 2026 yenyewe itakuwa Jumanne kuingiza sasa rais wa Zambia, President Hakainde Hichilema in office. Je, serikali imefafanua ni kwa nini ilifunga mahakama na inataja vipi malalamishi ya upinzani kwamba kuna nia ya kudhibiti kabisa juhudi zao za kuwasilisha maombi mbele ya mahakama? Hayo accusations yenyewe walipewa na vibunde tofauti wenyewe ikasimama wakasema kwamba serikali haifanyi kazi nzuri. Serikali yenyewe imekataa, imesema haina uhusiano yoyote ya hivyo vitu venye wanakuwa accused. Kwa mfano kotini wanasema kwamba hiyo ilikuwa security routine yenyewe, ma security wings kwenye ma organizations tofauti, ma government institutions walikuwa wanapitia kwenye hiyo security wings for the sake of wanasema ya watu na maofisi hayo maofisi: Ministry of Justice, Home Affairs and Internal Security, the National Prosecution Authority na Attorney General's Chambers. My government institutions walikuwa na pitia security risk assessment. Hii ndio statement yenyewe serikalini ilitoa kwenye media houses, na watu wajue kwamba sio kwamba walikuwa nasimamisha makotini ili Mundubile asi petition, lakini hiyo ilikuwa tu ni procedure yenyewe walikuwa napitamo all my security wings. Alafu wenyewe wanasema kwamba ile muda wenyewe walipewa kusema eti kama wana mlalamiko wote kuhusu results wanaweza wakapetition kotini, muda ulipita. Ndio maana sasa serikali imeamua kutoa hiyo siku 1st September 2026 yenyewe itakuwa Jumanne iwe siku ya kumuingiza rais wa Zambia Hakainde Hichilema ofisini. Asasi mbalimbali na mashirika ya kijamii yanasemaje kuhusu hatua hii ya
ukandamizaji wa haki za wapinzani hapo Zambia. International organizations wameongelea kuhusu hiyo. United Nations Human Rights Commission, Amnesty International, Observer Mission from SADC, European Union, COMESA and Great Lakes region wote wamecondemn reaction yenyewe government inatoa kwenye opposition. Just after my elections tulikuwa tumeona opposition leaders wengi walikuwa wamefungwa, na kufungwa hakuna hata sababu yenyewe wanatoa yenye inasababisha huyo opposition leader afungwe. Kwa hiyo hayo international organizations yamesimama, yanaambia government watoeni afu acheni kufunga watu ovyo ovyo kutokana na August 18 elections. Closure ya courts imepokea different reactions tokana na mabunge tofauti. Kwa mfano Law Association of Zambia imeongelea, yote yana condemn action yenye government imechukua kufunga courts. Wengi wanajiuliza kwa nini wafunge siku yenyewe Brian Mundubile anaenda kufile in petition against the results yenye alitoka August 13 elections. Asante sana. Ni Clara Namfukwe kutoka mjini Lusaka huko Zambia. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundubujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Nchini Burundi, masoko makubwa 8 yamechomeka mwaka huu pekee na kuacha maelfu ya raia bila kipato cha kila siku. Mamlaka za nchi hazijathibitisha sababu za mikasa hii ya moto kutokea kila wakati. Aidha, wafanyabiashara, machinga na raia wengine wanaotegemea shughuli za masoko hayo kwa kipato chao wamesalia bila riziki ya kila siku. Aidha, hakuna ruzuku iliyotolewa kuwawezesha wafanyabiashara kurejelea maisha yao ya kawaida. Kutoka Bujumbura, hii hapa taarifa ya Gribati Ruyange. Tatizo la mioto katika masoko na maeneo mengine ya kibiashara nchini Burundi limeendelea kuwa changamoto kubwa, huku wafanyabiashara wakikabiliwa na hasara kubwa kutokana na kuteketea kwa bidhaa na mitaji yao. Katika kipindi cha miezi 8 tangu Januari mwaka 2026, maeneo 7 ya kibiashara yakiwemo masoko 3 yaliteketea kwa moto, huku tukio la hivi karibuni likihusisha majengo 2 ya kibiashara yaliyoungua Ijumaa ya wiki iliyopita katikati mwa jiji la Bujumbura na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara. Mimi moyo wangu una huzuni kubwa. Fedha nilizokuwa natumia ulikuwa mkopo, yani nilikuwa nakabiliwa na madeni mengi. Kwa sasa sioni mbele wala nyuma. Nilikuwa natumia mtaji wa franka milioni 11 na familia yangu ilikuwa inatunzwa na mtaji huo. Kwa sasa tunakwenda kuishi mtaani. Hata watoto wangu sioni namna ya kuwapeleka shule mwakani. Tunaomba uchunguzi wa kina ili chanzo cha mioto hii kifahamike, kwani moto ulizuka asubuhi wakati watu walikuwa bado hawajafika. Serikali ya Burundi inaonekana kukosa majibu ya kudumu kuhusu mfululizo wa mioto inayoteketeza masoko na maeneo mengine ya kibiashara. Mamlaka mara nyingi zinaahidi kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha mioto hiyo bila mafanikio. Serikali inawataka wafanyabiashara kujiunga na mashirika ya bima ili kulinda mali zao na kupata fidia
iwapo bidhaa zao zitateketea kwa moto kama inavyosemwa na makamu wa rais Prosper Bazombanza. Abantu bafise utuntu badandaza twabo. Tunatolea wito wafanyabiashara kujiunga na mashirika ya bima ili ajali ya moto ikitokea waweze kudai fidia. Najua pia taifa linaingia hasara, lakini ukiwa katika mashirika ya bima hasara inakuwa ndogo. Kwa hiyo mashirika hayo yana umuhimu. Hata hivyo, msimamo huo umepingwa na mashirika ya kiraia ambayo yanasema bima pekee haiwezi kuwa suluhisho la tatizo. Kwa mujibu wa muungano wa mashirika ya kiraia Piske Burundi, ahadi za kufanya uchunguzi zinapaswa kuambatana na hatua pamoja na matokeo yanayoonekana. Kiongozi wa muungano huo, Jean-Marie Nduwimana, anasema ni jambo la kusikitisha kuona mioto ikiendelea kutokea wakati mamlaka husika na usalama pamoja na usimamizi wa maeneo hayo zipo na zinafanya kazi. Inasikitisha sana kusikia mioto hii inateketeza masoko ikiwemo na majengo mengine wakati serikali ina mamlaka husika na zinafanya kazi. Tunaomba kauli zinazosemwa na viongozi kuhusu uchunguzi ziwe zinaendana na vitendo. Mpaka sasa Burundi haina soko kuu la taifa la kimkakati, kwani lililokuwepo jijini Bujumbura nalo liliteketea kwa moto mwaka 2013 na sasa halijakarabatiwa. Gilbert Ruyange, Bujumbura, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni Gilbert Ruyange. Na huko Kenya, wachuuzi katika soko kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati, Gikomba, wamelalamikia visa vya mikasa ya moto vya kila mara. Hapo mwezi Agosti, maelfu ya wafanyabiashara walipoteza bidhaa za mamilioni ya fedha baada ya maduka ya soko hilo kuchomeka usiku wa manane. Wafanyabiashara wamelaumu mikasa hiyo kuchomwa makusudi, japo hili halijathibitishwa. Gabriel Ingubu amezungumza na mtaalamu wa majanga nchini Kenya. Mikasa ya moto katika masoko ambayo imetokea upande wa Gikomba kule Burundi na kule kwingineko, haya majanga inaweza zuilika kama vile vitengo vya serikali na vile vya county government husika na wataalamu wanaweza weka mpangilio maalum kuzuia majanga kama hayo katika sheria, na pia kuweka vifaa maalum na wataalamu wawe karibu na masoko kama hayo waweze kukabiliana na mikasa kama hiyo kwa wakati unaofaa. Kama mwendo wa dakika 10 chini ya saa kama hizo dakika 10 moto unaweza simwa, kwa sababu ukianza hivi moto huwa mdogo sana, lakini ukichukua muda mrefu utapata moto unaenea na unashinda hata wale masima moto wenye vifaa vile namna mbalimbali. Kwa hivyo la muhimu, soko ndakana iwe na vifaa vya kusima moto, viwe na ambulensi na pia wataalamu waweze kukabiliana na mioto kama hiyo. Nalo hili suala la mabadiliko ya tabia nchi kama jua kali, kuna hatari ya hali ya hewa kuchangia mikasa ya moto? Nchi huchangia mikasa za moto, ni rahisi sana kuchangia kwa sababu wakati wa ukame nchi ukauka na mioto inaweza tokana na kwa chochote tu, kuashwa ama jua likiwa kali, joto likizidi, utaona moto unaweza tokea popote. Na la muhimu ni watu kujipanga, kama ni katika pande wa serikali na pia watu mbalimbali kulingana na mashamba yao ama zile sehemu wanapoishi, wawe ni mikakati ya kukabiliana na mikasa kama haya, kwa sababu mikasa zitatokea tu, lakini vile unaelewa tepe nchi ikiwa na ukame inamaanisha kwamba mioto inasatokea, na mioto kama hizo zinaenea kwa haraka sana. Kama siwezi kapiliwa kwa haraka, sisimwe, zitaleta hatari sana, zitachoma makazi ya watu, mashamba na pia mifuko, na hata wananchi na mali zao wataathirika. La muhimu ni serikali kuchipanga na vile ifanye kazi na wadau wa namna mbalimbali, kwa sababu serikali peke yake haiwezi kuwezana na machanga kama hayo, lakini inaweza saidiwa na wataalamu na pia mashirika mbalimbali yale yanafanya msaada wa bure. Nakushukuru sana Pius Masai, mtaalamu wa masuala ya majanga, kupata muda wa kuzungumza na Idhaa ya Kiswahili Sauti Afrika. Ni mtaalamu wa majanga nchini Kenya akizungumza na mwenzangu Gabriel Ingubu. Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Kinachoendelea nchini Zambia baada ya uchaguzi wa Agosti 13 kimeibua mkanganyiko mkubwa kuhusu mchakato wa kikatiba.
Jaji mkuu amesema amepokea maombi ya kupinga matokeo ya uchaguzi kupitia barua pepe yake binafsi, lakini ofisi ya rais imesema hakuna maombi yaliyowasilishwa ndani ya muda uliowekwa na sheria. Katika tahariri yetu ya leo inayosoma kwako na Silvanus Karemela, tunaangazia mkanganyiko huu na swali muhimu linalojitokeza: je, haki ya kupinga uchaguzi inaweza kuzuiwa na taratibu wakati mahakama zenyewe zilikuwa zimefungwa na dola? Kinachoendelea Zambia baada ya uchaguzi wa Agosti 13 si swala la kawaida la uchaguzi, ni mtihani wa utawala wa kikatiba na haki ya mwananchi kuifikisha kesi yake mahakamani. Upinzani ulitaka kupinga matokeo ya uchaguzi, lakini katika siku za mwisho za muda uliowekwa kisheria wa kuwasilisha maombi, mahakama zilifungwa kwa muda usiojulikana. Mawakili wa upinzani hawakuweza kufika katika majengo ya mahakama wala kutumia mfumo rasmi wa kupokea nyaraka. Wakafanya jambo lisilo la kawaida, walipeleka maombi yao moja kwa moja kwa jaji mkuu Dr. Mumba Malila kupitia barua pepe yake ya binafsi. Dr. Malila alikiri kupokea nyaraka hizo. Alisema njia hiyo ya kuziwasilisha haikuwa ya kawaida, lakini hakuzitupilia mbali. Badala yake alizipeleka katika mahakama ya katiba ili swala hilo liamuliwe. Takriban saa moja baadaye, ofisi ya rais ikatangaza kwamba kuapishwa kwa rais mteule Hakainde Hichilema kutaendelea. Hoja yake ilikuwa kwamba hakuna maombi ya kupinga matokeo ya uchaguzi yaliyowasilishwa ndani ya siku 7 zinazotakiwa na sheria. Hapo ndipo mkanganyiko ulipo. Kwa upande mmoja, jaji mkuu anasema amepokea nyaraka zinazodaiwa kuwa maombi ya kupinga matokeo ya uchaguzi na amezifikisha katika mahakama ya katiba. Kwa upande mwingine, ofisi ya rais inasema hakuna maombi yaliyowasilishwa kwa wakati. Sasa swali kubwa ni hili: nani mwenye mamlaka ya kuamua kama maombi hayo yamewasilishwa au hajawasilishwa? Ni serikali au ni mahakama? Katika nchi inayoheshimu katiba, jibu linapaswa kuwa wazi. Jambo hili linahitaji kuangaliwa kwa umakini zaidi, kwa sababu mahakama zilikuwa zimefungwa wakati ambao muda wa kisheria wa kuwasilisha maombi ulikuwa unaendelea. Kama wananchi wana haki ya kupinga matokeo ya uchaguzi, lazima pia wawe na njia ya kutumia haki hiyo. Haiwezi kuwa kwamba mlango wa mahakama unafungwa halafu mwananchi anaambiwa hakuwasilisha maombi kwa sababu hakupitia mlango huo. Hapo ndipo utawala wa sheria unapopimwa. Sheria na taratibu ni muhimu, lakini taratibu hazipaswi kutumiwa kuondoa haki za msingi za kikatiba, na hapa ndipo jukumu la mahakama linakuwa muhimu zaidi. Hatusemi kwamba maombi ya upinzani ni halali. Hatusemi kwamba matokeo ya uchaguzi yanapaswa kubatilishwa. Tunachosema ni kwamba jambo hilo linapaswa kuamuliwa na chombo chenye mamlaka ya kikatiba. Mahakama ndiyo yenye jukumu la kuamua kama maombi yaliwasilishwa kihalali, kama muda wa kisheria ulizingatiwa, na kama mazingira yaliyokuwepo yaliathiri uwezo wa wapinzani kufikisha kesi yao. Serikali haipaswi kutoa uamuzi kwa niaba ya mahakama, na mahakama nayo haipaswi kuonekana kama inafanya kazi kwa shinikizo la kisiasa. Hapo ndipo mgawanyo wa madaraka unapokuwa muhimu. Uchaguzi unaweza kumpa mtu ushindi, lakini katiba ndiyo inaiweka mipaka ya mamlaka ya mshindi. Na katika kipindi kama hiki, wananchi wanahitaji taasisi zinazozungumza kwa uwazi kuhusu jambo hili la msingi la kikatiba. Kinachotokea Zambia kinacho swali zito: je, haki ya kupinga uchaguzi inaweza kuzuiwa na tatizo la kiutaratibu wakati taasisi iliyopaswa kupokea maombi ilikuwa imefungwa? Hili si swala la upinzani pekee, ni swala la kila mpiga kura, kwa sababu leo inaweza kuwa maombi ya mpinzani, kesho inaweza kuwa haki ya mwananchi mwingine. Demokrasia si kupiga kura pekee. Demokrasia ni pamoja na kuwa na haki ya kuhoji matokeo, kupata haki mahakamani na kuhakikisha kuwa taasisi za nchi zinafanya kazi kwa mujibu wa katiba. Zambia sasa iko mbele ya mtihani huo, na jibu halipaswi kutafutwa katika taarifa za kisiasa. Linapaswa kutolewa na mahakama, kwa sababu utawala wa sheria haupimwi wakati kila kitu kiwa shwari, unapimwa wakati kuna mgogoro. Na katika mgogoro huo, Zambia inahitaji jambo moja tu zaidi ya yote: uwazi, utulivu wa taasisi na uamuzi unaozingatia katiba. Katiba haiwezi kushindwa kwa sababu mlango wa mahakama ulikuwa umefungwa. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika.
Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 iliyopo Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia radio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi. Inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.